Wapenzi watazamaji, je, umewahi gundua mbwa akiwa amekosea mwenyeji au yule ambaye anaifuga, unapata kwamba mbwa yule anajificha ili asionekane? Ni wangapi ambao wamefuga mbwa pale nyumbani? Kipindi ambapo yule mbwa amekosea, so unapata kwamba kanajificha ili asionekane na mwenyewe, kwa sababu yeye mwenyewe anajua kwamba amekosa. That is the situation President Ruto is right now. Ruto anajua kwamba amekosea wananchi, sasa anajificha pale ambapo anaona kwamba amekosa sana. Hawezi akafanya mkutano pale, hata hawezi akasimama pale, kwa sababu anajua akisimama pale atakiona cha mtema kuni. Huyu ni yule rais ambaye kipindi cha kampeni tukianzia 2020, 2021 alikuwa anapendwa na maelfu ya wananchi, ambaye sasa hivi ameweza kugeuka, amekuwa adui mkubwa wa wananchi. Mfano, siku ya Alhamisi William Ruto alikuwa anatoka Ruiru na alikuwa ameenda kwa pass out ya prison officers. Akasimama upande wa Ruiru akazungumza na upepo. Watu walikataa kuenda penye alikuwa, na wanabodaboda walikuwa wanaendelea na shughuli zao kama kawaida. Sasa ikawa kwamba William Ruto anapita katika barabara ya Ruiru akielekea State House, na wananchi walikuwa wametolewa, au wananchi wenye magari walikuwa wametolewa kwenye barabara ya juu, ile barabara kubwa highway, wasipite pale kwa sababu rais anapita pale, wakaambiwa wapite kwa maram. William Ruto alipoona kwamba wananchi wamejaa Githurai, ilibidi akaambia maafisa wake ambao wanamchunga na yule ambaye anaendesha gari lake kwamba ongeza spidi, hawa watu huenda wakaniembarasa hapa. Ilibidi William Ruto atoroke. Hata ile motorcade, zile pikipiki ambazo huwa zinaongoza msafara wake, zilibidi zikaachwa nyuma. Yaani spidi ambayo rais alikuwa anaenda nayo ni ya juu, ishara kwamba amekosea wananchi. Huyu Ruto mwenye alikuwa anapenda umati wa watu, akiona penye watu wako zaidi ya 100 lazima asimame azungumze na wao. Sasa hivi amekaa adui wa wananchi. Angalia ikanda. Unaona magari hawezi ingia Githurai, ndio hiyo ako hapa sasa. Unaona kwa hizi ndio iko katikati, hiyo iko na bendera, umeona? Hawezi ingia Githurai, hawezi ingia Githurai. Hawezi. Bwana, pikipiki mpaka zimeachwa nyuma. Watavutwa. Amepita. Nimekueleza kwamba mahala ambapo William Ruto anatoroka Githurai ni pale ambapo kipindi cha kampeni kuanzia mwaka 2021 alikuwa anaenda pale, anasimama kwa hiyo flyover. Yaani anasimama hapo chini, sijui ni kwa soko, alafu wananchi wengine wako juu pale kwa flyover, akiuza sera zake, akisema wadosi wameungana ili kuweza kuwatesa wananchi. Eti akina Raila, Uhuru Kenyatta, kina mtoto wa Moi wameweza kuungana ili kumtesa mwananchi wa kawaida, bila kusahau kwamba naye atafikiwa. Simunajua wadosi wengi wamekusanyana ati wanatupangia. Mimi nawaambia hawa wadosi, nyinyi pangeni, lakini hii Hustler Nation
tumeshaamua tunaunda serikali ya mahasla mwaka ujao. Sasa kuna wale ambao wataniuliza, Bwana Ezra, mbona William Ruto anapita kama mwizi badala asimame azungumze na wananchi, wamsikilize upande wa Githurai? Hapa ndipo William Ruto alikuwa anazungumza na wananchi. Si umeona hiyo video ambayo nimekuwekea hapo? Wananchi wengi walikuwa wanamsikiliza. Mpaka wakati mwingine ninakumbuka vizuri kwa sababu niko na memory nzuri. Wananchi waliweza kumpea William Ruto picha ambayo ilikuwa imeundwa kutoka kwa boxes. Naweza nikasema kwamba sanamu ambayo ilikuwa imeundwa kutoka kwa boxes ikiwa na umbo la ikulu, yani State House. Wakamwambia kwamba sisi tumeweza kukubariki, enda uweke hii State House ya boxes kwako kwa sababu tunajua wewe ndio the next president. Mahala ambapo walikuwa nambariki, mahala ambapo William Ruto alipotangazwa kama rais walipiga sherehe. Unajua Githurai walipiga sherehe sana William Ruto alipotangazwa kwamba yeye ndio rais. Lakini sasa hivi William Ruto amefanya pale kuwa mahame. Yaani hata kutoa kichwa nje hivi achungulie wananchi itakuwa ni matatizo. Kwa nini William Ruto anafanya hayo? Tafadhali ninakuomba ulike video. Ninakuomba ubonyeze kengele. Ninakuomba tena kama haujaweza kupiga subscription, bonyeza yani subscribe, bonyeza kengele, alafu sambaza hizi kanda kuelekea kwa vikundi vingi. Ukifanya hivyo utakuwa umeweza kuchangia kwenye ukuaji wa kituo hichi ili tuendelee kukaa familia kubwa. Mnajua hivi majuzi Githurai imepigwa na serikali sana. Kupigwa kwa serikali ni kupi? Juzi serikali iliweza kupeleka tractors usiku na maafisa wa polisi usiku wakavamia Githurai, wakabomoa mali za wananchi, wakabomoa vibanda mahala ambapo wananchi walikuwa wanauzia mazao yao. Na wananchi hawakufurahia kitendo kile ambacho Rais William Ruto aliweza kuwafanyia. Wananchi wakaweza kuhapa kwamba William Ruto amewafanyia kile kitendo na wao siku yao itafika waweze kumwadhibu. Hauwezi ukaahidi mama mboga kwamba utawatoa pale chini uwapeleke juu alafu unabomoa vibanda vyao vya kuchumia riziki. Hauwezi ukaambia wale baba ambao wanauza mtumba kwamba utapromote biashara zao ili watoke pale chini waelekee juu, alafu unabomoa mahala ambapo wanauzia mtumba zao. Na ndio maana ulisikia huyu mwananchi akisema kwamba William Ruto hawezi akasimama pale, kwa sababu akisimama pale anajua kwamba atakuwa heckled. Kwa nini? Aliweza kusaliti wananchi, aliwasaliti kabisa. Hauwezi ukaahidi mwananchi kwamba utampea maisha bora alafu kesho unabomoa mahala ambapo anapata mkate wa kila siku. Familia yake sitalala njaa. Sasa hivi kwa wazazi wote, mnajua wanafunzi wamekuja likizo fupi, ukipenda half term. Kipindi ambapo wamekuja likizo fupi, kuna wazazi ambao wamepewa newsletter ya shule imeandikwa kwamba kama haujaweza kukamilisha karo, tafadhali hakikisha kwamba kipindi ambapo utakuwa unatuma mtoto wako shuleni kuanzia Jumatatu, Jumanne, hakikisha kwamba umelipa karo yote imeisha. Wazazi wengi ni wafanye biashara wa kutoka Githurai. Watatoa wapi karo kipindi ambapo Bwana Ruto amebomoa vibanda vyao vya kuchumia riziki? Tusemezane ukweli. Hayo ndio yamekasirisha wananchi, na wananchi wamefura mithiri ya handasi ambalo limeweza kutiwa hamira, ukipenda baking powder, na William Ruto amekwisha jua hilo. Intelligence au ukipenda National Intelligence Service iliweza kumwambia vizuri kabisa, usisimame pale. Ukisimama pale utakiona cha mtema kuni. And that is the person mwenye alikuwa anasimama Githurai ana attract
watu zaidi ya 10,000 wanamsikiliza. Wazo lako ni lipi? Safari ya Kasongo kuelekea nyumbani yaani haitaisha, imeanza na itaendelea.